Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14. Karibu sana ndugu zetu wapendwa mnaofuatilia channel hii ya Uhuisho na Matengenezo. Ni mwinjilisti Kaja Robert. Napenda nikukaribisha katika kipindi cha leo. Katika kipindi chetu tungependa kuzungumzia utendaji wa miujiza. Mengi tutakuja kulizungumzia. Hebu tuombe. Mtakatifu Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili ya wingi wa fadhili unazotutendea. Asante sana kwa fursa hii ambayo imetujalia. Tunaomba tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Tunaomba kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Karibu tena katika kipindi hiki. Kama nilivyokwisha kuambia, tungetaka kuzungumzia juu ya utendaji wa miujiza. Lengo letu ni kuwaelekeza wanaotusikiliza nini Biblia inachokizungumzia kuhusiana na miujiza, na kutokutia matumaini katika miujiza. Ni kweli kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo alitenda miujiza mikuu. Pia aliahidi ya kwamba miujiza au maajabu, ishara zitaambatana na wanafunzi wake katika kazi yao. Hilo limeandikwa. Lakini pia maandiko yametabiri ya kwamba shetani angetenda miujiza kwa ajili ya kushikilia watu katika udanganyifu. Mambo hayo mawili yanatakiwa kuzingatia. Pamoja na kwamba Yesu alitenda miujiza, pamoja na kwamba Yesu aliahidi ya kwamba wanafunzi wake wangetenda maajabu, lakini zingatia ya kwamba shetani pia imetabiriwa ya kwamba angetenda maajabu makuu, angetenda miujiza mikubwa. Ndiyo maana katika ulimwengu huu wa dini, katika ulimwengu huu wa kila mchungaji anadai kutenda miujiza, sisi wasikilizaji, sisi watu tunaohubiriwa na kuona mambo hayo yanayoendelea, tunatakiwa kuwa na umakini kabisa kujua ya kwamba je, miujiza inayotendwa kwa mkono wa Mungu ni ipi, na miujiza ambayo inatendwa ni ile iliyotabiriwa kwamba shetani angeifanya ni ipi? Yaani kutokuzingatia jambo hili, kutokulitilia maanani, kutokuwa na wasiwasi juu ya miujiza inayodaiwa kutendeka, inakuwa ni uzubavu mkubwa. Basi tusome kitabu cha Mathayo sura ya 24 na fungu la 24. Yesu kwa mafadhaiko makubwa ya moyo aliwaonya wanafunzi wake na wote watakaoamini baadaye, akisema ya kwamba kama kuna jambo la kujihadhari nalo ni kitu kinaitwa miujiza. Hebu tusome. Anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Nini maana ya jambo hili? Hata walio wateule, ina maana watu ambao mioyoni ni safi, katika maisha yao hawana lawama, hawana ila, wanampenda Mungu wala hawana utafiki maishani, au ndio wateule. Maandiko yanasema kupitia utendaji wa miujiza hata watu wa namna hiyo watapotezwa. Ndio maana katika fundisho hili tunataka watu wasiwe wanasikia, njoni tuwatendee miujiza, njeni tuwapatie utajiri, njeni sijui tufanye nini na nini. Jamani, uweni makini. Imetabiriwa kwamba makristo wa uongo, manabii wa uongo wangetokea katika ulimwengu huu, na kutokea kwao kungeambatana miujiza na maajabu na ishara zilizo kuu, kwa nia
ya kupoteza watu wote, hata ikiwezekana na wateule miongoni mwa wapotezwe. Jamani, si mnaona kwamba neno hili linatakiwa kumtia mtu kila mtu wasiwasi, ambaye anathamini kila andiko liloandikwa. Si hayo tu, katika barua ya pili aliyowaandikia Watesaloniki, Paulo aliwatahadharisha juu ya jambo hili. Hebu tusome barua ya pili ya Watesaloniki. Tunasoma sura ya pili na fungu la 9. Maandiko anasema hebu tuanzie fungu la 8. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi, ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Fungu la 9. Yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na maajabu ya uongo. Kwa hiyo wapendwa, ipo haja ya kuchukua tahadhari za kuamini walimu, manabii wanaodai kuwa wanatenda miujiza. Maana kwa njia hiyo imetabiriwa ya kwamba wapo wengi manabii wa uongo watakaotokea, nao watatabiri na itawezekana, watatenda maajabu na itawezekana. Lakini maandiko yanatufunulia kwamba siri yake itakuwa ni utendaji wa Shetani kwa ajili ya kuwapoteza watu, hata yamkini walio wateule. Sasa tunataka kujua, kabla ya kuangalia namna gani ya kuwatambua hao manabii wa uongo watendao miujiza ya uongo, tunataka kwanza tuwakumbushe jambo hili ya kwamba katika historia nzima ya kanisa, katika historia nzima ya vita vya Shetani dhidi ya Mungu, Shetani amekuwa akitenda miujiza kwa ajili ya kushikilia watu katika udanganyifu. Amekuwa akitenda miujiza. Kisa cha kwanza kabisa tutasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 7. Wakati Mungu alipomtuma Musa kumwambia Farao awaachilie wana wa Israeli watoke Misri, Farao alikaidi moyo. Alipokaidi moyo, Mungu akamwagiza Musa na Aroni, akawaagiza watende miujiza angalau moyo wa Farao ulainike. Lakini walipotenda miujiza, Farao akasema hilo tu, na yeye aliwaita wachawi wake na wapiga ramli wakatenda miujiza. Shetani kutangu zamani amekuwa akitenda miujiza na ikawezekana. Hebu tusome kisa hiki. Kitabu cha Kutoka sura ya 7, tutasoma fungu la 10 mpaka fungu la 12. Hebu sikiliza maandiko yasemavyo. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya vivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele za Farao, mbele ya watumishi wake, ikawa nyoka. Ile fimbo ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka. Lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Si walikuwa wamejaribu? Yaani Shetani kutenda miujiza si kazi kubwa kwa Shetani. Ndiyo maana mtu asikuibie kwa kukudanganya kwamba anafanya miujiza. Mtu asikupotoshe kwa kudanganya kwamba anakufanyia miujiza. Injili hii ya uamsho na matengenezo ina lengo la kuwaelekeza watu namna ya kumwabudu Mungu. Na kuwaokoa watu, si kuwaokoa na dhambi peke yake. Maana Shetani ana mitego miwili.
watu anawaangamiza kwa kutumia dhambi na pia anawaangamiza kwa kutumia uongo. Wapo wengine ambao si walevi, si wazinzi, hawana tabia mbaya, mioyoni ni wema, lakini shetani nao anawaangamiza kwa kutumia uongo. Waamini ndivyo isivyo, waabudu ndivyo isivyo, yani wapotoshwe. Ndio maana hii Injili ina uamsho na matengenezo, kuita watu kufanya maisha mapya, kuachana na dhambi, alafu na matengenezo ili kunyosha njia. Tuabudu kama Mungu alivyokusudia tuabudu, na tusipotezwe na upotofu wa Shetani ambao uko katika ulimwengu huu. Si Shetani akatenda miujiza, ikawezekana. Musa aliingia akasema, Bwana amenituma ya kwamba hawa watu wana wa Israeli amewachagua kuwa watoto wake, waacheni waende katika nchi aliyowahidia. Farao akasema, mimi niwaachie hawa watumishi wangu? Akasema, hilo sielewi wala sitambui. Musa akamwambia, Mungu amenituma nifanye ishara ili upate kushuhudia kwamba haya sio shauri langu, ni Mungu kanituma. Akamwagiza Haruni ndugu yake, bwaga chini yako fimbo yako chini. Akafanya. Fimbo ile kageuka kuwa nyoka. Wala Farao hakushtuka wala hakuogopa, akasema hilo tu. Akawaita waganga wake, kila mmoja akaja na fimbo zao, sinao wakafanya vivyo hivyo, fimbo ikageuka kuwa nyoka. Ila tu ile ya Haruni ikazimeza za kwao. Lakini sasa alikuwa amejaribu. Yani shetani miujiza ya uongo ataifanya. Wewe kama umechukulia kwamba muujiza ndiyo ishara ya kwamba mtu ametumwa na Mungu, hapo utapotea ndugu yangu. Hebu tusome. Pia Musa mwenyewe aliwatahadharisha watu. Mungu kupitia Musa aliwatahadharisha watu kutokuweka matumaini katika miujiza. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati tutasoma sura ya 13, fungu la 1 mpaka la 3. Tusome Biblia. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 13, tutasoma fungu la 1 mpaka la 3. Maandiko yanasema, kukizuka katikati yako nabii au mwotaji wa ndoto, akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu aliyokuambia akisema, na tufuate miungu mingine usiyoijua, wewe usiyasikilize maneno ya nabii yule au yule mwotaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua ya kwamba mwampenda Bwana Mungu wenu kwa mioyo yenu yote na roho zenu zote. Maneno haya yanatudhihirishia kwamba ni jambo linalowezekana. Ni jambo rahisi mtu kutenda miujiza na wala Mungu hajanena naye. Mtu kutabiri na utabiri wake utimie, ishara aliyoitoa ipatikane, na kumbe hayo yote yametendeka chini ya usimamizi wa shetani. Si Biblia ndiyo inasema? Na haya yameandikwa kutuonya sisi, si kwa faida za malaika, ni kutuonya sisi. Maana katika vita vya shetani vya kuwapotosha binadamu, vya kuwapotosha watu na kuwatenga na Mungu, pia angefanya kazi kutumia madhehebu, wale wanaojifanya kuwa walimu wa dini. Sabari hizo zimeandikwa katika kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya 11 fungu la 14, ya kwamba shetani angejifanya kuwa malaika wa nuru. Angejifanya kama malaika wa nuru vipi? Kwa kuwainua walimu wale wanaodai kuwa manabii na kuwajalia kutenda miujiza, lakini akiwa na njia ya kupotosha watu. Sasa tuwai namna gani mtu atawabaini na kuwatambua hawa manabii wa uongo wanaotenda miujiza na kutenda maajabu?
Mathayo sura ya 7 fungu la 20, Biblia inasema mtawajua kwa matunda yao. Matunda yao ni yapi? Hawatawafundisha watu kuacha dhambi, bali watawafundisha watu kupata utajiri. Kila mwalimu wa namna hiyo unapaswa kumkimbilia mbali. Watu wanavaa ovyo ovyo kabisa. Watu wanaenenda ovyo ovyo. Badala ya kuwafundisha maadili mema, badala ya kuwafundisha tabia njema, wao watawafundisha utanunua gari, sijui mtoto wako ataolewa Marekani, sijui atapata jamani. Atapandishwa cheo madarakani. Mambo hayo nawaambie kwamba Mungu hajaahidi mambo kama ya namna hiyo. Niwaambie kwamba mibaraka yote kutoka mbinguni, kutoka kwa Mungu, kutoka mbinguni ni mkononi mwa Mungu. Lakini mibaraka hii sijui kupandishwa cheo, sijui kujenga nyumba nzuri, sijui kupata pesa. Hizo kweli zinatoka kwa Mungu. Lakini Mungu hapatii mtu kwa sababu anaabudu. Hata wasioabudu wanapata vizuri tu. Mungu yeye kwa sababu ni Mungu wa wote, mema yake huwa anamwaga kwetu sisi binadamu aliyetuumba, na kila mmoja anaokota kwa kadiri alivyojaliwa. Mwenye haki, mcha Mungu, anaweza kaokota vingi kwa sababu amejaliwa namna ya kuokota vingi. Mpagani anayemkana Mungu, asiyemwabudu Mungu, anaweza kaokota vingi kwa sababu amejaliwa namna ya kuokota vingi. Mwenye haki anayempendeza Mungu, anayemwabudu Mungu, anaweza kaokota kidogo kwa sababu hakujaliwa namna ya kuokota vingi. Na muovu vivyo hivyo. Ndiyo maana mibaraka hii ya maisha haya ya kawaida, wenye haki na waovu wote Mungu anawapatia sawa sawa. Kama ni mashamba kulima, mwenye haki anaweza kaivisha na mwenye ovu anaivisha. Mwenye haki mazao yake yanaweza yakaribika na ya muovu yanaharibika. Hiyo haitegemei kwamba pastor amekuombea, haitegemei hilo. Ndiyo maana anasema mtawatambua kwa matunda yao. Badala ya kufundisha watu maadili yanayostahili, watawafundisha tu badala ya kuwatumainisha mbingu, watawatumainisha maisha mema katika maisha haya. Jambo la pili, watatafuta faida za udhalimu. Habari hizo zimeandikwa. Akuombee mpaka umpe pesa, si ndio? Tena siku hizo wameweka mpaka gharama. Ombi la kupata mchumba, gharama fulani. Ombi la kupata kazi, gharama fulani. Ombi la kupona ugonjwa, gharama fulani. Mpaka kwenye magonjwa, kama ni pressure, bei fulani. Kama ni kansa, bei fulani. Kama ni mapepo, bei fulani. Nani alikwambia kwamba mtu wa namna hii ametumwa na Mungu? Mtawatambua kwa matunda. Ni kweli anaweza katenda miujiza chini ya nguvu ile tuliyoisoma ya udanganyifu, lakini Mungu hakumtuma. Hebu tusome kitabu cha pili cha Petro sura ya 2, nitasoma fungu la 1 na la 3. Kitabu cha pili cha Petro, sikiliza maneno haya ndugu yangu. Maandiko anasema hivi, sura ya 2 fungu la 1 na la 3. Lakini kuliondoka manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyo kuwako walimu wa uongo. Na wengi watafuata ufisadi wao,
na kwa njia ya ukweli itatukanwa. Mnasikia? Kwa njia ya ufisadi. Hayo ndiyo yanayoendelea makanisani. Hayo ndiyo yanayoendelea makanisani jamani. Mungu anataka watu wake waangaziwe juu ya jambo hili. Jambo la pili, jambo la tatu la kuwatambua. Maandiko anasema wataimarisha mikono ya wenye dhambi ili asiwemo mtu wa kutoka dhambini. Madhambi yanaendelea siku hizi makanisani. Hivi huwa mnasikia wito wa kuwaita watu waache dhambi? Nito tu wa kuwatumainisha maisha bora katika maisha haya, katika dunia hii. Hata kama na wake wangapi, hata kama ni mzinzi. Sasa kwa nini mchungaji anafanya miujiza na kuzini na wala nao watendea miujiza? Nyinyi si mnaona ya kwamba hiyo miujiza sio ya Mungu? Au hayo ninayo yasema nyinyi hamujayaona au hamujayasikia? Miujiza sio ishara. Msitumainie miujiza hiyo. Sikiliza nabii alivyosema. Nabii Yeremia, tunapokaribia mwisho wa somo letu. Nabii Yeremia anasema, alizungumzia habari hizi kabla hazijatokea. Sura ya 23 tutasoma kuanzia fungu. Nabii Yeremia sura ya 23 tutasoma kuanzia fungu la 16. Sikilizeni kwa makini wapendwa. Anasema Nabii Yeremia sura ya 23 na fungu la 16. Bwana wa majeshi asema hivi: msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria, huwafundisha ubatili, hunena maneno ya mioyo yao wenyewe, wala hayakutoka katika kinywa cha Bwana. Daima huambia wao wanaonidharau, Bwana amesema mtakuwa na amani. Nao humwambia kila mtu aendaye kwa ukaidi wa moyo wake, hamutapatwa na ubaya wowote. Si hayo ndiyo yanayoendelea makanisani? Fungu la 8. Yaani fungu la 18. Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Tazama, tufani ya Bwana, yani ghadhabu yake, imetokea. Ni dhoruba ya kisulisuli, itapasuka na kuangukia waovu vichwani. Hasira ya Bwana haitarudi hata atakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake. Katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa. Haya yanayotokea ilitabiriwa kabla hayajaja. Hebu niendelee kusoma. Maandiko yanasema mimi sikuwatuma manabii hao, lakini walikwenda mbio. Sikusema nao, lakini walitabiri. Mnasikia? Mtu anaweza akatabiri na iwezekane, kumbe Mungu hajanena naye. Mtu anaweza kaanzisha dini na ikafanikiwa, na kumbe Mungu hajamtuma. Si ndio haya yameandikwa hapa? Maandiko anasema, lakini kama wangelisimama katika baraza yangu, ndipo wangeliwasikilizisha watu wangu maneno yangu, na kugauza waache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mimi ni Mungu aliye karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Je, mtu yeyote aweza kujifisha mahali pasiri nisimuone? Asema Bwana. Je, mbingu na nchi hazikujawa nami? Asema Bwana. Nimesikia walioyasema manabii wanaotabiri uongo kwa jina langu, wakisema nimeota ndoto. Si hayo ndiyo yanayoendelea makanisani? Alafu ndoto wanaota zipi? Fulani ndiye anakuroga. Unajua kwa nini biashara yako haijafanikiwa? Ni yule mtoto wa ndugu yako.
Yani wamechochea chuki katika jamii, wamechochea hali ya kutokutumainiana kati ya mtu na jirani yake. Unajua kwa nini binti yake amechelewa kuolewa? Ni yule baba mdogo. Wewe hivi hayo maono ni Mungu analeta? Na hayo ndiyo naendelea makanisani. Hayo ndiyo maajabu yaliyozungumzwa na ishara za uongo zinazotendwa na manabii wa uongo. Kila tabirie mambo kama hayo, jua ya kwamba Mungu hakumtuma. Mwisho kabisa, nataka kuambia kwamba miujiza sio ishara kwamba mtu ametiwa mafuta na Mungu, kwamba mtu anatangaza ujumbe wa Mungu. Wapo watumishi wa Mungu wengi ambao wamefanya kazi kwa uaminifu, kazi ya maana, ambao hakutenda muujiza hata mmoja. Tumalizie kwa kusoma hilo katika Yohana sura ya 10 fungu la 41. Sikiliza. Yohana Mbatizaji, ambaye Biblia inamtolea ushuhuda ya kwamba alijawa na Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Sikiliza ushuhuda uliotoa juu yake. Maandiko yanasema, Yohana sura ya 10 tutasoma fungu la 41. Maandiko yanasema, na watu wengi wakamwendea wakasema, Yohana kweli hakufanya ishara yoyote, lakini yote aliyoyasema Yohana katika habari zake huyu yalikuwa ni kweli. Yohana, mtangulizi wa Yesu Kristo, aliyejawa na Roho Mtakatifu kabla hajazaliwa, hata akiwa tumboni mwa mama yake. Maandiko yanasema hakufanya ishara hata moja. Alichokihubiri ni ukweli. Hebu tupende ukweli kuliko miujiza. Bwana wabariki kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Uhuisho na matengenezo ndiyo tiba kwa ulimwengu, kwa mujibu wa Mathayo 24:14.